mpaka unakuwa watu kwa umri wenu, na mimi nimebahatika hiyo kwa sababu nimezaliwa uzeeni sana. Ilikuwa kuna nguo huwezi kuziona mpaka unapata akili zako. Sina haja ya kufafanua zaidi hapo. Ukiona hujanielewa, hiyo mada itakuwa haikuhusu. Kuna nguo huzioni zimeanikwa popote kwenye kamba, mpaka we mwenyewe unakuja kuoa ndo unaziona. Leo mama zetu na dada zetu mnazianika hadharani. Unatarajia mtoto anayeona siku zote, mtu akiona benki huwa anahisi nini? Anahisi fedha, si ndivyo? Na akiona nguo ile unadhani ubongo wake unawaza nini? Mnatuharibia watoto wetu, lakini mnaharibu watoto wenu. Kuchukueni hiyo, rekebisheni hapo. Lakini wanamama, ipo kawaida pia, hawaoni tabu kuoga na mtoto wake kisa eti ana mwaka mmoja. Hapana. Akili ya mwanadamu toka anapozaliwa, ilman, kitaalamu, ni kwamba inazingatia. Akili ya ukubwani kazi yake ni kuvuta kumbukumbu ya yale yaliyohifadhiwa kwenye ubongo toka mtoto alipozaliwa. Na ndiyo maana mara nyingine unaweza ukaelezwa jambo wakati una miaka miwili tu, kama nakumbuka hivi, inatokea hivyo naambiwa imebaki moja. Ni kwa sababu akili ile, akili ya sasa kazi yake ni kuvuta kumbukumbu ya kile ambacho kimehifadhiwa. Kwa hivyo mtoto ukiwa unamuonyesha anaona vile anavyoviona, anazingatia, atatafuta matumizi ya hivyo anavyoviona. Kabla ya muda wa umri wake, maadili yatakuwa yameharibika. Hatimaye tutakuwa tumekosa mwanasiasa bora tunayemhitaji. Kwa kumaliza, ili tuyajenge vyema maadili, ni lazima tutazame hata kabla ya kuoa na baada ya kuoa, lakini wakati wa kuwalea watoto wetu pia tulitazame jambo hili, ili tuweze kutengeneza vijana walioaminiwa. Wakiwa na umri wa miaka 39 kuja amekuwa rais wa taifa, ni kwa sababu alilelewa katika msingi wa maadili. Leo mwanasiasa unamsikia kabisa anasema kwamba siasa ni mchezo mchafu. Sasa huyu ana cheo tu kwenye siasa, lakini si mwanasiasa. Wanasiasa wanasema as-siyasatu khidmatun la maghnama, siasa ni huduma na wala sio fursa binafsi. As-siyasatu haqlun min huquli al-ma'rifa tastahdifu al-wusula ila haqiqati al-ashya al-muhitat bina wal mujtama. Siasa ni shamba la kuvuna utambuzi wa changamoto zinazoizunguka jamii ili kufikia suluhu. Kwa hivyo tukiwalea watoto wetu vizuri kwenye maadili, bila shaka pia tutapata wanasiasa wa namna hiyo. Dakika zimekwisha. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, umeme umerudi. Dakika moja ya kurudisha umeme. Leo mtafurahi hapa. Dakika moja. Tunazima generator, sio atamaliza. Tayari niendelee. Asante. Tanzania yetu, amani kwanza. Iko ni chuma kimetoka